Habari. Haya ni vichwa vya habari kutoka Good News, Good Neighbors Network headlines kwa tarehe 27 Juni hadi tarehe 3 Julai mwaka 2026, vinavyotolewa na mradi wa Neema Duniani. Wiki hii Mahakama Kuu ya Marekani ililinda uraia kwa kuzaliwa. Kukamatwa kwa wahamiaji kuliangukia kwa kiasi kikubwa kote nchini. Iowa ilibadilisha kanuni za chakula za SNAP. Viongozi walishiriki maoni tofauti wakati wa sherehe za miaka 250 ya Marekani. Mapigano yaliendelea Ukraine, na hapa Waterloo tutamaliza na hadithi ya mhamiaji aliyepata uraia wa Marekani alipokuwa akihudumu jeshini kumradhi, na sasa anahudumu katika baraza la mji. Hadithi kuu kuhusu uhamiaji wiki hii ni uamuzi mkubwa wa Mahakama Kuu kuhusu uraia kwa kuzaliwa. Mahakama imepiga hukumu kwamba watoto waliozaliwa Marekani bado ni raia wa Marekani, hata kama wazazi wao hawana nyaraka au wana hali za uhamiaji za muda. Uhamiaji huu umezuia utawala wa Trump kuendeleza agizo la kiutendaji lililosingizia kubadilisha sheria iliyodumu kwa muda mrefu hii. Hadithi nyingine muhimu kuhusu uhamiaji inahusu hali ya ulinzi wa muda, inaitwa TPS. Wiki iliyopita Mahakama Kuu iliruhusu utawala wa Trump kuendelea na mpango wa kuondoa ulinzi wa TPS kwa Wahaiti na Wasiria wengi. Wiki hii jamii zinaanza kufahamu athari za uamuzi huo. Mfano mmoja ni Springfield, Ohio, ambapo maelfu ya wahamiaji wa Haiti walisaidia kukuisha uchumi wa eneo hilo kwa kufanya kazi viwandani, maghala, hospitalini na katika biashara nyingine. Wengi walinunua nyumba, kujiunga na makanisa na kuanzisha familia huko. Viongozi wa eneo hilo sasa wana wasiwasi kwamba kupoteza hali ya TPS kunaweza kuathiri familia za wahamiaji pamoja na jamii inayowategemea. Utekelezaji wa sheria za uhamiaji pia umeongezeka kwa kiasi kikubwa wiki hii. Kulingana na Associated Press, Immigration and Customs Enforcement ICE waliwakamata watu takribani 10,000 ndani ya kipindi cha siku 5 mwishoni mwa Juni. Hii inamaanisha wastani wa makamatio karibu 2,000 kila siku, ongezeko kubwa ukilinganisha na mapema mwaka huu. Ripoti pia zinaonyesha kuwa watu wengi zaidi wanazuiliwa katika vituo vya uhifadhi vya uhamiaji, huku utekelezaji wa sheria ukiendelea kote nchini. Idadi ya usalama wa ndani pia imemaliza maboresho ya sheria zake za usajili wa raia wa kigeni. Wahamiaji wengi tayari wanakidhi masharti haya
kwa sababu wamiliki wa nyaraka kama kadi ya kijani ama green card, vibali vya kazi I-94 ama 94 au maombi yanayokusubiri ya uhamiaji yanayokidhi vigezo. Hata hivyo, familia zinapaswa kupitia rekodi zao, hasa watoto wanapofikia umri wa miaka 14, kwa masharti ya usajili ya ziada yanayoweza kutumika. Pia kuna kumbusho muhimu kwa watu wanaosubiri kadi za kijani ama green card. Jarida la visa la Julai na miongozo ya uwasilishaji ya USCIS hufanya muda kuwa wa umuhimu mkubwa. Baadhi ya makundi yanategemea familia na ajira yanayoweza kudhibitiwa au kuyumba ikiwa mipaka ya visa ya mwaka mzima itafikiwa. Ikiwa unasubiri kuwasilisha maombi ya mabadiliko ya kadi, hakikisha unakagua jarida la visa la idara ya mambo ya nje na chati ya uwasilishaji wa USCIS kabla ya kuwasilisha maombi yako. Kuwasilisha maombi kwa mapema sana au kuchelewa sana kunaweza kusababisha ucheleweshaji. Sasa tunaangazia Iowa. Familia za Iowa zinazotumia manufaa ya chakula ya SNAP zitaona mabadiliko muhimu. Mapema mwaka huu, Iowa ilizuia ununuzi wa baadhi ya vyakula ikiwemo soda, pipi ama pilipili mende na vinywaji vyenye sukari fulani chini ya ruhusa maalum ya serikali. Wiki hii, idara ya kilimo ya Marekani ilibatilisha ruhusa hiyo. Kutokana na hapo, manufaa ya SNAP sasa yanaweza tena kutumika kununua vyakula vyote vinavyoruhusiwa chini ya sheria za kawaida za SNAP na za shirikisho. Ifuatayo tunaangalia sahihisho kadhaa za shirikisho kumradhi. Wakati Marekani iliposherehekea miaka 250 ya uhuru wiki hii, Wamarekani walisikia maono tofauti kuhusu mustakabali wa nchi hiyo. Rais Trump alizungumza huko Mount Rushmore akisherehekea ukuu wa Marekani na kuonya kuwa jamii za kikomunisti zinazidi kuwa tishio. Huko New York City, Mayor Zohran Mamdani alizungumzia historia ya Marekani kama taifa lililojengwa na wahamiaji na kuhimiza nchi kuendelea kuzingatia misingi yake ya awali. Hotuba hizo tofauti zilionyesha mgawanyo wa kisiasa ambao Wamarekani wengi bado wanaokumbana nao kote nchini. Sasa habari za kijeshi. Mapigano yaliendelea nchini Ukraine wiki hii. Urusi ilizindua shambulio jingine kubwa katika mji mkuu wa Kiev, likisababisha vifo na uharibifu zaidi. Ukraine pia ilifanya mashambulio ndani ya Urusi. Viongozi wa kimataifa wanaendelea kuitaka amani, lakini hakuna dalili kwamba mapigano yataisha hivi karibuni. Hapa nyumbani,
utawala wa Trump unaendelea kupanua usalama kando ya mpaka wa kusini, mbali na ujenzi wa sehemu zaidi za ukuta wa mpaka. Serikali inaweka teknolojia mpya za uangalizi, ikiwa ni pamoja na kamera, sensa na mifumo ya akili bandia inayosaidia kugundua mwendo kando ya mpaka. Maafisa wanasema teknolojia hiyo itaimarisha usalama wa mpaka, huku wapinzani wakielezea wasiwasi kuhusu haki za faragha na kuongezeka kwa uangalizi. Tunamaliza wiki hii na hadithi mbili kutoka katika jumuiya. Papa Leon 16 alitumia sehemu ya wikendi ya siku ya uhuru kutembelea kisiwa cha Kiitaliano cha Lampedusa, ambako wahamiaji wengi hufika baada ya safari hatari kuvuka bahari ya Mediterania. Aliombea wale waliopoteza maisha yao wakijaribu kufikia usalama, na kuwakumbusha usalama pamoja na Marekani kwamba kupokea na kuwalinda wahamiaji ni ishara ya heshima kwa kila mtu. Pia alishukuru jamii za mitaa zinazozidi kusaidia familia zinazohitaji. Kwa familia nyingi za wahamiaji, ziara yake iliwafahamisha kwamba maisha ya uzoefu wao bado yanathaminiwa na watu duniani kote. Hatimaye tunamaliza na hadithi ya eneo la Waterloo. Hector Salamka Arroyo alikuja Iowa kutoka Mexico akiwa mtoto mdogo. Alipokuwa akihudumu katika Iowa National Guard wakati wa operesheni za kijeshi Afrika, alikamilisha mchakato wa kuwa raia wa Marekani. Leo anahudumu kama mwanachama wa kwanza wa baraza la mji wa Waterloo kutoka jamii ya Latino. Anasema kuwa Marekani ni kumtumikia jirani yako, kushiriki katika shughuli za jamii yako na kusaidia wengine. Hizo ndizo mambo makuu ya mtandao wa majirani wema kwa wiki hii. Asante kwa kusikiliza na kutakia baraka katika wiki hii, na tutarudi tena wiki ijayo na taarifa zaidi zinazohusu familia za wahamiaji na jamii yetu.